Habari ya tangu jana. Nashukuru Mungu kwa kutulinda tena, tumekutana siku ya leo. Hayo yote ni kwa sababu ya mapenzi ya Bwana. Ndio maana mimi na wewe tumekuja tena. Asante kwa kutenga muda wenu kwa kukuja kwa nyumba ya Bwana, kwa sababu tunapokuja kwa nyumba ya Bwana inaonyesha kwamba tumeacha kazi yetu, tena inaonyesha kwamba tumeamua kukaa kwa mkono wa Bwana. Naomba Mungu azidi kututumia tu kama chombo chake, ili hii wiki inapoisha tuwe na jambo muhimu kwa maisha yetu ya kushukuru Mwenyezi Mungu. Tuko hapa leo na kesho, imebaki tu siku mbili, sababu ni kama kawaida, na leo na kesho ndio ya mwisho. Je, hii wiki ya maombi imekusaidia na nini? Wapendwa, naomba tunapomaliza hii wiki ya maombi tusonge karibu na Mwenyezi Mungu. Tuamue wapendwa, kwamba mwaka huu mimi nitakuwa wa kwanza kutangaza injili kule nje. Mwaka huu mimi ndio wa kwanza kuleta amani ndani ya kanisa. Mwaka huu mimi ndio wa kwanza kufundisha watoto wangu jinsi ya kutafuta uso wa Bwana. Tumekuwa hapa tukisoma, tumekuwa hapa tukifundishana, tumekuwa hapa tukiomba. Tuwe na imani kwa mwaka huu iwe mabadiliko kwangu na kwako. Mwaka huu iwe mwaka tofauti na mwaka zingine, kwa sababu Yesu anataka kukutana na haja ya mioyo yetu. Tunahitaji mabadiliko wapendwa. Tunakuja kanisani siku 10 ya maombi. Tunakuja from day 1 Wednesday mpaka day 10 ambao ni Friday, na kuna chochote tunatoka nacho. Hakuna mabadiliko kwa maisha yetu, hakuna mabadiliko kwa tabia zetu, hakuna mabadiliko ndani ya kanisa. We need a change, and a change starts from you. Start with you and start with me. Tusiangalie wengine wakoje, tujiangalie. Uangalie wewe ukoje, tuangalie mimi nikoje. Angalia maisha yako na uangalie maisha ya Mungu na maisha ya mwenzako. Je, umekaa hapa kwa hiyo siku 10? Hiyo siku 10 imekusaidia ama ndio umekutoa kanisani? Ndipo naomba Mungu sana, hii siku 10 ya maombi inisaidie na wewe kusaidie, ili mtu aone kitu ndani yako ambaye anaweza kuiga, aone tabia zako ili aweze kuiga tabia zako. Si kweli mwaka huu imekuwa mibaraka kwetu. Wale ambao walikuwa wanachukiana imeleta upendo kanisani. Ni kusalimiana kwa upendo, ni kutiana nguvu. Mwenzetu anapoanguka tunamtia nguvu katika hii safari. Nikisema tunaenda kule, tunaenda zote. Tukisema tunaenda huko, tunaenda zote. Tumeamua kutoka nje kuhubiri tukiwa na hiyo moja. Yaani unaona mwenzako, unapomwona hivi unaona Yesu ndani yake. Acha mtu anapokosea, kwa sababu roho iko ndani yako, unaamua kumsamehe.
Hii ndio kitu Yesu anataka kwa maisha ya Wakristo. Tunapotoka, ujiulize, hii siku 10 ya maombi imenisaidiaje? Umetenga muda wako? Nimetenga muda wangu nikuja hapa kanisani. Imenisaidiaje kwa maisha yangu? Ili tunapotoka nje kwenda kuhubiri neno kule nje, tunaenda kama tumeoshwa na damu ya Yesu Kristo. Tunaenda tukiwa tumeamua, nitaonyesha watu upendo. Umeamua Mungu anitumie kama chombo chake, kwa sababu vita ni kali. Vita ni kali kwa Wakristo, si watu kule nje. Tuombe. Mfalme, Baba na Mungu wetu, ni kiumbe dhaifu amesimama hapa, mwenye asiyostahili kukuita, kwa sababu mikono yangu ni chafu, mwili yangu ni chafu. Naomba tu Mungu wangu unioshe na damu yako iliyomwagika msalabani, ili maneno yatakayotoka kwa mdomo yangu iwe imetoka kwako. Jehova, naomba usimame pamoja nami, unitumie tu kama chombo chako, kwa sababu kwako kuna ushindi. Asante Baba wetu kwa sababu unatupenda. Asante Kristo kwa sababu na imani kuomba unatenda. Ni kwa jina la Yesu Baba wetu, amina. Leo ni siku ya 9. Ibaki siku moja ya kesho, tunasema kwaheri. Siku ya leo, see and care for the forgotten. See and care for the forgotten. Kuna wale ambao wameachwa, wametemwa, yaani wanaonekana kama si mtu katikati yetu. Kuna wale ambao wanadharuliwa katikati yetu. They don't have say even in church. They are forgotten. Tunaona mpaka mwenzetu kama si mtu, anapopost kitu tunaona kama ni makosa. The forgotten one. See and care for the forgotten. Kuna wale ambao wamebaki wakiwa wamekata tamaa, wanangoja mimi na wewe tuende tuwaokoe. Kuna kitu nasoma kwa Biblia. Kuna mtu alikuwa ametoka Jerusalem anaenda Jericho, na wakati walikuwa anaenda Jericho, ametoka Jerusalem, jiani akakutana na wajambazi, wakampiga, wakamwacha akiwa karibu kufa, akamwacha akiwa na maumivu, wakiwa wanafikiria amekufa. Katika hiyo hali anatamani mtu akuja msaidie, anatamani mwokozi wake, anatamani nani atakuja kuniokoa. Katika hiyo hali ambayo damu inamwagika, katika hiyo hali ambayo amelala, anatumaini, anatamani mtu akuja msaidie, anatamani mtu akuja mpeleka hospitalini, because amekuwa forgotten. Anahitaji wewe na mimi tuende tumuokoe. Biblia inaniambia mkwani alipita alipomwona, kwa sababu anaenda kanisani, akamwacha akaenda zake. Wa pili akamkuja, alipomwona hivi, umeumia, akamwacha. Alipomwona anatamani, akasema kweli kuna mtu atanisaidia, kuna mtu ataniokoa. Katika hiyo hali niko karibu kukufa, najua kuna mtu anakuja kunisaidia. Wakati tumaini imekuja kwake, kwa huyu atanisaidia, akashtuka, kwani akaenda.
akamwacha. Akastuka wa pili kuja, akaenda akamwacha. Anatamani pastor aenda msaidie, lakini anamwacha kwa sababu kuna haraka. Anatamani enda msaidie, lakini anamwacha kwa sababu kuna haraka. Anatamani mshiriki amsaidie, lakini anamwacha kwa sababu hakuna haraka. He is the forgotten. Tumewaacha. Kanisani kuna wangapi wanaumia? But they do not see. Ndani ya kanisa kuna wangapi kule nje wanalala bila chakula, wanalala njaa, na sisi tunakula mpaka tunatupa. Ndani ya kanisa kuna wale ambao wamekata tamaa kwa sababu wameachwa. They do not say even in the church. The forgotten one, wameachwa. How can we take care of these people? Kweli wamekata tamaa, wanapoona vile wanaishi, yani kama wametengwa mpaka kanisa na watu wa kanisa. Wanajua kanisani ndio watapata amani, lakini anapofika mizani they don't have say. Ni kama kanisa, anaona kanisa kama ile kuna tumaini. Wakati leo kuna wengine, there are some of the souls outside are perishing, they are forgotten. Wamesaulika, tumewaacha wakufa. Unajua wadozi wanapenda wadozi wenzao. Tajiri anapenda tajiri, lakini mtu maskini anakufa kimaskini. Unaweza enda kanisa ya organize, tuende tutembelee mshiriki wetu. Watasema tunaenda kwa sababu hakuna pesa, hakuna wageni wanamtembelea, lakini mtu maskini hakuna mwenye anaweza kumtembelea. Mtu maskini akikufa hakuna mwenye, hadi watu waende kwa matanga yake hakuna. Lakini mtu tajiri hata akigonjeka watu wanaenda kumwombea. Tunaenda huko, tunaenda kumwombea. Lakini mtu maskini akiwa mgonjwa hakuna mwenye anaweza kwenda kumtembelea. Wapendwa, tuende tukaokoe roho. There are some of the forgotten one. Tunawaacha wakati wanaumia. Kuna wengine pale wanaumia kwa karibu kufa, situende tukawatembelea. Niliwaambia mahali niko kuna mama si msabato. Mimi naambia watu, mimi siku ya sabato, sipendi kukaa kanisani asubuhi mpaka jioni. Nikae hapa asubuhi mpaka jioni, and there are some souls outside waiting for me. Tunafaa, kuna watu wa gerezani wanatamani wasikie neno la Mwenyezi Mungu, wanatamani wapewe watu upendo, wajua kumbe kuna watu wanatupenda. Tuko hapa tunahubiri kanisani asubuhi mpaka jioni, na kuna watu kule nje wanahitaji neno la Mwenyezi Mungu. Unajua watu wa gereza, wale ambao wako gerezani wanafikiria hao watu wametekwa kwa sababu wako kule gerezani. Kule kwangu nilienda kutembelea mama moja. Niliwaambia mama mtoto wake alikufa. Wakati mtoto wake alikufa, bwana akaambia, mimi sirudi nyumbani. Kila ambacho nataka msichana wako. Nataka msichana wangu. Siwezi rudi nyumbani kama msichana wangu hayuko. Mimi nataka msichana wangu.
ati mama ameua msichana wake. Anasema naoa kwa sababu aliambiwa huyu mama ni dawa. Akamwambia kwa sababu ameambiwa ni mama ni mchawi, ameua mtoto wake. Katika hiyo hali mama amelala. Hiyo siku gani nilitoka na Ella David, Ella wangu wa kanisa. Sana nilikuwa natazama Ella, tuende kule tutembelee watu. Tumetoka tunaenda tukaingia kwa hiyo mama. Tukampata amelala kwa mkeka. Ana tumaini. Kila ambacho anafikiria ni kukufa. Aliambia pasta wake, alimwambia atume 4,000 ndio kuja avunje madhabahu ya uchawi. Watu walimtenga mpaka relative akasema yeye ni mchawi. Nilimpata na mama mwingine Muislamu wakiwa amelala hapo. Mama wawili wakiwa na yeye. Watu majirani walimtenga. Wakasema huyu mama ni mchawi. Mpaka pasta wake akamwambia mpaka utume 3,000 4,000 nikuje nivunje madhabahu ya uchawi kwake. Mama aliniambia ile siku tulikuja kwake, hiyo ndio siku aliamua alikuwa anataka kujinyonga. Kwa sababu kule nje kuna wale ambao wamekata tamaa, wamefika mwisho, wanasema mali imefikia, afadhali nikufe. Anahitaji wewe na mimi tuende kule nje tuwapate tumaini kama Yesu anaweza. Tutoke mahali tuko, tuende tukana hawa, tukule pamoja na hawa, tuwapate tumaini kama bado Yesu akona haja na hawa watu. Tuende gerezani. Kuna wafungwa pale wamekata tamaa. Kuna jamaa tulisoma naye Bugema. Huyu jamaa aliua watu. Ni wale ambao wanavaa ile jacket kubwa, naweka mbao kwa jacket. So wanakuja hivi, anakunyonga hivi. Anakunyonga kabisa na kuacha na anakuibia kila kitu. Aliua watu wengi. Wakati alishikwa akawekwa gerezani. Sema alikaa gerezani. Akifika siku moja mamake, wazazi wake wanaweza kwenda kumwona. Alituambia hakuna hata mzazi wake alienda kumwona. Hakuna hata girlfriend wake mwenye alienda kumwona. Akiwa katika gerezani, anatamani apate watu wakuja wampate tumaini. Mpaka wazazi wake wanasema asirudi nyumbani, afunge jela maisha, kwa sababu aliua watu. Wapendwa, watu wa Adventist walitembelea magerezani, wakapeana sabuni, walipeana toothbrush, wakapeana tissue, wakatengeneza urafiki na hao watu. Wakatengeneza urafiki. Kumbe wakasema kweli, kumbe kuna watu wanatujali. Kumbe kuna mtu anaweza kunijali licha kwamba mamangu ameniacha, licha kwamba babangu ameniacha, licha kwamba marafiki zangu wameniacha. Kumbe kuna mtu mahali anaweza kunijali. Kumbe kuna watu wanaweza kuja kunijali nikiwa hapa gerezani. Jamaa akakuwa na tumaini kwamba kumbe mimi ni mtu, bado mimi ni mtu dhamani mbele za Bwana, kwa sababu alifika mwisho. Anapoona kuna mwenye namjali, anapoona hata kuna mwenye namshughulikia, anaona mzazi wake wamemwacha, anaona relative wake wamemwacha, kila mtu anataka ni akufe gerezani. Asa nani ataniokoa? Ndio Mungu akaleta Adventist. Wamama wakaenda prison, wakafanya community service, wakatengeneza urafiki.
now the prisoner. Wakati tengeneza rafiki, ujue kumbe kuna mtu ananipenda. Hata kama niliua, hata kama nilimwaga damu, hata kama niliua watu, kumbe kuna watu bado wananipenda. Kumbe bado kuna tumaini. Wakawa wanapata tumaini, wanapata Biblia wanasoma, wanapata lesson wanasoma. Kijana alibatizwa akiwa gerezani. Kasema mniombe tu nitoke hapa. Nitoke hapa. Saa hiyo nyumbani wamtaki. Watu wa Bugema walifanya maombi, waliwaombea mpaka kijana aliachiliwa. Wakati aliachiliwa nyumbani, wasema huyu kijana asirudi nyumbani, afungwe milele na milele, lakini kutukufu Bwana aliachiliwa. Watoto wakati alitoka, alifukuza nyumbani, akaenda kuishi kanisani. Kama caretaker. Huyu jamaa alikuja Bugema kusomea uchungaji. Sasa ni pastor, anahubiri. Aliacha baba wazazi wao walikuwa wa Catholic, alitoka kule. Sasa ni pastor Adventist, anahubiri. Hata shaoa, anahubiri mahali Mungu amemtoa. Katika hiyo hali alikuwa ameachwa. Katika hiyo hali wazazi wake walikuwa wamemtema. Kuna mtu mahali Mungu alikuwa amepanga aenda kupatia tumaini. Wapendwa, tuende kule nje. Kuna watu wametema kule nje. Kuna watu wamekata tumaini kule nje. Tuende kule nje, tuwalete kanisani, tuwapate tumaini kama Mungu bado anawapenda. Wapendwa, ni mimi na wewe. Yesu anambia tutoe kule nje, tuende tuwapate tumaini. Mahali tunaishi kuna wale ambao wanakijiwa, hawataki kumuona kabisa. Wanaomba tu, sio mama akufe, sio baba si akufe, sio kijana akufe. Amekata tamaa, hakuna mwenye anaweza kumuona. Situeni tukaribia watu. Therefore wote one. Unajua yule mwanamke aligonjeka 12 akiwa anamwaga damu. Aligonjeka 12 akiwa ameachwa peke yake. Hakuna mwenye aliruhusiwa kwenda kukaa karibu na yeye. Katika hiyo hali ya kubaki peke yake, ameuza kila kitu ili apate uponyaji. Anatembea akiwa msaada ili apate uponyaji. Anatembea kila mahali ili afya yake irudi salama. Katika hiyo hali amebaki peke yake. Anajiuliza nini ambayo inaweza kunisaidia? Kama kila kitu nimetumia lakini sina uponyaji. Akasema nitaenda niguze nguo ya Yesu Kristo. Hivyo akatoka. Katika hali alikuwa amebaki peke yake. Sasa mtu mwenye anaweza kuniokoa ni Yesu Kristo. Watoto wa Mungu, kanisa wa Sabato, kanisa tuko na ubaguzi kubwa. Kwanza, mwenye akona pesa akiongea watu watanyamaza, watamsikiliza vizuri. Na mwenye ana pesa akiongea atajibiwa vibaya kwa sababu ana chochote. Anakaa kanisani kama amenyeshewa. Hakuna mwenye anataka kwenda kumtembelea nyumbani. They are the forgotten one. Basi nakwambia, mwenye akona pesa, mtu anakuja, akona pesa, unajua huyu kama ni tithe atoa. Ukitaka kuja kanisa ile pesa anatoa. Ukitaka kufanya kitu pesa anatoa. Ile siku atakosa kuja kanisani, utaenda kumtafuta. Kila mtu anampiga simu. Kwani leo ni vipi? Uko wapi? Ama wewe ni mgonjwa? Lakini mtu maskini mwenye hatoi, hata gonjeke miezi mingapi, hakuna mwenye atashughulikia. Hakuna mtu mwenye anaweza kumtembelea. Wengine wanasema hao watu wanarudisha kanisa nyuma. Nilisoma story nyingine, sijui ni ukweli ama ni uongo. Story ya Amin Dada. Niliambia nikiwa Bugema kila ambacho alifanya. Alichukua walemavu. Anaambia kuna msaada.
kuna msaada mali, kuna msaada. Ametuma president, ambaye kuna msaada, ametoa lori wachukue hao watu walemavu wanaenda kusaidiwa. Kila mtu akapelekwa, akaongeza kwa makamu mwingine, wakajifanya ni walemavu, wakajifanya ni special need, wakapelekwa wakapanda ndani ya lori wakifikiria wanaenda kusaidiwa, kumbe wanaenda kutupa ndani ya bahari, kwa sababu ya forgotten. See and care for the forgotten one. Kuna walemavu mahali watu wataki kumwona. Kuna wale ambao maisha yao iko chini, uwezi enda kumsalimia, uwezi tengeneza urafiki na wale ambao na mtu ambao wako chini, uwezi enda kumtembelea mtu ambaye unaona nyumba yake inaanguka, ni kama ukienda anakuomba msaada, ana urafiki. Lakini urafiki unakuwa wakati unatembea na Mungu mwenye ako na pesa, mwenye ako na mali. Huyu ndio rafiki. Akiingia hapa, hata kama ule kanisa imejaa, utaambia mdosi ameingia, tumtafutie kiti. Wewe utaamshwa ila kuja kiti kwa sababu hakuna pesa. Lakini mtu maskini aingia hapa atatafuta hata jiwe, akalia jiwe. Hakuna mwenye atamhurumia. Ndani ya kanisa aina hiyo upendo. Yaani kuna ubaguzi ndani ya kanisa. Kuna ubaguzi. I prayed, Mungu anisaidie tuwe tutafute wale ambao wajiwezi. Tutafute wale ambao wameachwa. Tutafute wale ambao wametemwa. Kanisa anaweza tema mtu kwa sababu wanaona huyu jamaa asaidii kanisa, ana chochote. Kanisa inaweza kutema. Kama una pesa ukionjeka, hakuna mtu anakuja hata kwako. Kwa maskini watu wanatafuta, lakini kwa maskini watu utatafuta ni wapi? Lakini kwa mtu tajiri kila mtu anajua kwake. Kila mtu huwezi tafuta njia, kila mtu anajua kwake kwa tajiri. Wakati nilikuwa natembea na mtumishi wa Mungu, kaniambia hapo ndio kwa Akwage. Ati hiyo Akwage anajulikana kwa hii eneo. Watu wana pesa wanajulikana. Lakini mimi kwa mama maskini hapa hakuna mwenye anajua kwake. Unatafuta mpaka uchoke. Kama ukienda Maveni, kila mtu anajua kwa Aisha Juma. Mpaka mtoto anajua kwa Aisha Juma. Lakini kwa mtu maskini hakuna anajua. Kuna mtu anajua kuna jamaa Sayani anakuwa na Mbanga Cement. Hata Sayani hakuna magari nyingi. Kila mtu anajua kwake. Lakini mtu maskini watu hawajui. They are the forgotten. Tumewaacha kwa sababu maisha yao iko chini. Naomba msomaji msome kitabu cha Matendo ya Mtume, Acts chapter 3 verse 1. Anza hapo. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, "Tazame sisi." Akawatazama, akawaangalia, akitaraji kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, "Mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho
Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Watatu hapo. Peter na Yohana wakati wanaelekea kanisani, Peter na Yohana wanaenda hekaluni kuabudu Mungu. Wakati huo kiwete alikuwa amebebwa akapelekwa mlango la hekalu. Anaenda pale akapelekwa pale ili aende aombe msaada, aende aombe pesa. Kwa huruma za Peter, kwa nini Yohana na Petero, Peter akamtazama, akamwangalia vile anaomba, akamwangalia vile ameketi, akamwangalia maisha yake, na Peter akamhurumia, akamwambia fedha na dhahabu hatuna, lakini kila ambacho niko nacho nitakupatia, simama utembee. Hakuangalia huyu jamaa anataka nini, hakuangalia mambo ya fedha na dhahabu, alimwambia simama utembee. Peter hakuangalia huyu jamaa ako na mina gani. The man was forgotten, alikuwa ameachwa, alikuwa anateseka, alikuwa anabebwa, asipobebwa hana msaada yoyote, watu walikuwa wanamwacha hapo. Peter alipomwona akamhurumia, akamwambia kila ambacho niko nacho nitakupatia, simama utembee. Ndipo akasimama akatembea. Peter alimhurumia. Je, tunahurumiaga watoto wa Mungu? Wakati unaona jirani yako amelala njaa, je, unaweza kumhurumia? Je, mpaka mshiriki mwenzako kwa sababu ya hali yake ya maisha analemewa na maisha, hatuwezi tengeneza urafiki na yeye kwa sababu hana chochote. Yule wa kuombaomba, yule wa kuombaomba, mpaka kanisani anapokuwa hapa kazi yake tunamsengenya kwa sababu katika hali ya shida, hatuna upendo. Ako hapo kanisani lakini masengenyo kwa sababu ni mtu anaombaomba, kwa sababu hatoi time, kwa sababu hana marafiki ndani ya kanisa. Yaani acha nikwambie pastor, kuna wengine wakitoka pale nje wanasalimiwa na kila mtu, hata wengine watarudia mkono. Hata kama nilikuwa nimekusalimia, wacha nikusalimie, ile usalamu haishi. Anaweza usalamu haishi. Na kuna wengine wanatamani mtu amsalimie, lakini hawezi kumsalimia kwa sababu hana chochote mkono yake. Hata ngojea mtu kuja msalimie, lakini anapomwona hivi, huyu atanisaidia na nini? Mwanaweza nini? Nikamwambia utasalimia mara 4. Mtu anakuja ananifanya nenda kuja hivi. Akuja hivi. God is good. Anaenda kidogo anarudi. Salamu haishi. God is good. Akija sasa hiyo anataka kuwaleka kwa rambi yake ya mtoto wake. Anakuja hivi, akija hivi. God is good. Kuna kitu anatengeneza hapo. Hapa kuna faida. Hapa kuna faida. Salamu itakini. Mpaka anajaribu hata kupiga simu. Mungu naendeleaje? Nilikuwa nataka kusalimia. Anataka kuingiza kwa box. Lakini kuna mtu maskini anatamani hata mkono mmoja amsalimie, lakini hakuna kwa sababu hana nini? Because they are the forgotten. Hiyo kile ubaguzi iko mpaka ndani ya kanisa. Yaani ukifika kwa uchaguzi, tunataka kuchagua kwanza wale ambao mkono yao ni mrefu, anaweza saidia kanisa. We don't look at wale ambao wanaweza kusaidia kanisa, but we look at the spirituality. Hiyo ndio maana kanisa la Mungu inaanguka. Nilikwambia kuna wakati Ella mwingine alitoa mabati, anasema kwa sababu amenichagulia, amenichagua, nimetoa mabati ili Ella ambao amewekwa sahi aweke mabati yake. Kanisa kufika kanisa inside unaanza kule, kwa wizi walikuja hapa wakaua kanisa yetu. Nisema si wizi, mabati natafuta customer niziuze. Huyu Ella ambao amechagulia kusoma, mimi ndio niliweka hii side, yeye pia aweke side.
Siku hizi trend imekuwa unachaguliwa kulingana na mkono yako, but kwa sababu unachaguliwa kulingana na spirituality yako, lakini kwa sababu ni mkuu disia ni huyu, kwa sababu mkono wako sawa, ingine ni huyu, wao wanarudia kwa sababu mkono yao iko sawa, hata kama spirituality yao iko down, lakini kwa sababu mkono yako iko nini? Kama ni Mungu inafanyika. Nilisikia gavana wa Migori alifanya nini? Sio bado mpaka kesi kaenda kwa polisi, na mtu anaenda paka kwa kwaya kwa sababu hakuna pesa. Ni elda wa kanisa, mtu ambayo ako chini, so ako chini kwa kutoa, ako chini kwa pesa, hawezi chaguliwa kiongozi. Hata kama so spiritual hawezi chaguliwa. Tunaangalia, kuna elda wangu kule aliniambia kuna wakati alikuwa chairman wa harusi nyingine wa kanisa ya Jumapili. Kuna jirani yake alikuwa anaolewa, sasa akamweka kama chairman wa hiyo kamati. So wakati alifanya vizuri kama chairman secretary, akaona vizuri mpaka akapanga pesa mpaka akatumia mpaka yani akatoa vile pesa ikatumika. Bishop wa hiyo kanisa akamwambia kuanzia leo huyu ndiye atakuwa secretary wa hiyo kanisa. Na ni elda wa Sabato. Kwa sababu amefanya kazi nzuri. Hatujawahi ona mtu anatoa accountability bila ametumia pesa. Lakini tumeona mwaminifu. Watu wanasema hiyo ni siku ya harusi kwa hiyo kanisa Jumapili. Unasema amen, tumeona mtu mwaminifu sana. Akasimamia elda Pwani. Akamwambia asimame. Akasema huyu jamani mwaminifu, kulingana na nguvu ambayo Mwenyezi Mungu ameweka mkono yangu, nimemchagua kuanzia leo, yeye ndio atakuwa secretary wa hii kanisa. Kwa sababu jamaa hata kutoa alitoa pesa. Mtu akona pesa zake. Sasa wanaangalia huyu ako na nini ndani ya kanisa. Na hiyo ndio kitu inatuangushaga kanisa. Unamechagua nani? Yule mkono tupu wa Ilambi. Yule mkono tupu, wenyewe mkono tupu wa Ilambi. Kanisa yetu itakoma hivyo. Tunataka kuchagua wale ambao wakikoa ni pesa. Atuangalie spirituality ya mtu. Tunaangalia nini? That is what is disturbing us. Kanisa kubwa, hizi kanisa kubwa kwani zinaanguka? Kwa sababu watu wanapimana kwa cheo. Wanapimana kwa cheo. Huyu ako na nini? Huyu ako na nini? Mpaka ikifika wakati wa kutoa, mimi mniandikie 50,000. Amen. Mimi unaandikia 500. Amen. Ni wapi? Ndani ya hii kanisa. Mpaka yani unapotoa unataka ijulikane kila mtu. Unataka kiongozi wa communication anaenda kuweka mpaka kwa YouTube watu waone kama ulitoa 50,000. Tena unachukua mpaka mimi nimeona hii kanisa, nimeamua nitolee Mungu shilingi 50,000. Amen. Tena amen inatoka kubwa. Na mwingine akitoa shilingi 200 atatafuta hiyo amen apati. That is what is killing us in this church. So mtu anakuja akuna 200 yake, anaona kila mtu akisema ama 10,000, mwingine anasema 20,000, anangojea yeye mtu aseme hata 200, kwa sababu yeye kuna 200, ananikana 200 yake. Kila mtu ana 10,000, amen, 10,000, amen, 100 hakuna, ile bila kuna 200 yake. Anasema hapa wale wa 10,000 ndio wanajulikana. So, watu wakaanza kuogopa
wanaweza kukaa nyumbani. So ili kanisa ni watu wa pesa, kuna competition, na mimi sina, wacha nikae nyumbani. And that is what killing us. Tunawaona hao watu ni kama ni mzigo ndani ya kanisa. Hata hao watu ni msaada tu, wanataka tu msaada. He said, let us not forget these people. They're the forgotten one. Katika huko nchi kijiji wanatamani mtu alisi wakae na au wapate tumaini. Alisi apate mtu mwenye anaweza kupanga story na yeye. Afeel kwamba kumbe kuna niko na watu wa kanisa. Aone kumbe hata kama maisha yako iko chini, hata kama pato yako iko chini, ikuwe kuna wengine wananijali. Kuna mahali list ya kutembeleana. Wanaweka list ya kutembeleana. Wale ambao kutembelea ni wale ambao maisha yao iko juu. Tena wakati unaenda kutembelea mtu mwenye unajua alisi amebadilika, kuna pesa, watu wengi wataenda. Hivyo wakati tunaenda kutembelea mama mwenye ana pesa, ni wachache. Unajua mtu, mimi nilikuwa busy, nilisahau. Wewe kwa mtu maskini unaweza sahau. Hata kama ni mwenzetu hapa, ni unaona hali yake mtu maskini, tunaweza sahau wakati watu wanaenda kumtembelea. Lakini mtu mwenye ana pesa, unatafuta, hata kama umeachwa utakimbia uulize ni wapi. Afadhali ufike kila ambacho ni wakili yako, ni kuna wakati utakuwa na shida ukamwita. Kama sasa hivi watu wameenda shuleni, marafiki zetu za siku hizi ni wale ambao wako nayo. Ili siku moja mtu aikwama umpige simu, yule alitembelea, yule rafiki yangu ili akusaidie. Lakini maskini atakufa hivyo. We must help this forgotten one. Tuende tuwasaidie. Usione mtu wapenda, huyu mtu unamuona kama maskini, huyu mtu unamuona kama haifai. Mungu alichukua muda wake kumuumba, akasema kweli nimeumba. Huyu ameumba akaumbika. Kweli alichukua nafasi yake akimuumba na mkono yake, akimpenda vile alivyo, lakini wewe unamuona kama mtu haifai. Utamwona ni kama baadaye ni the judge. Wapendwa, tumeletewa hii somo ili tusaidie wale ambao wamesaulika. See and care for the forgotten. Yaani saa zingine mtu anakuwa kanisani, lakini anafeel kwamba hapa sifai, hapa ni kwa wadosi. Anafeel hata anaweza yeye mkono atoe suggestion, awe tu mkono hivi, hata paya nafasi ya kuongea, kwa sababu hawezi saidia kanisa. Utarudi na hii mkono yako. Hata wakati chakula inasaviwa, wataanza kusavu wale ambao wanajua wako na uwezo. Lakini wewe maskini utakaa utaangalia mpaka chakula ili baki ile ya chini ndio utafutiwe kule. Zinafanyika mpaka ndani ya kanisa. Nimeona watu wengi wameacha kwaya. Sijui hapa mko sawa mzuri. Nimeona watu wengi wameacha kwaya kwa maana wakati wanataka kutengeneza uniform, wanataka kushona uniform, na mwingine ana hiyo uwezo. So wewe kila mmoja anaanza mwingine wakaanza kumsengenya ati yeye ana uwezo. Uwezi hata kushona uniform, unategemea sisi ndio tunashona uniform. Anasema usiuliingia kwaya kwa sababu ulikuwa na uwezo, mbona unatulisha nyuma? Wengine wameacha kwaya kwa sababu wanaonekana hawana uwezo. Hata kama wanavuta kwaya nyuma. Kwa sababu kwaya ni uniform. Mara tunataka kutembelea, tunataka kufanya recording, na huyu ana pesa. Mara tunataka kushona uniform, yeye ana pesa. So ni video kama hizo kakando. Mtu anatoa kwaya kwa sababu kwaya imekuwa sasa
ni ya uniform. Tunaenda kurekodi uniform. Tunaenda makambi bila kuchukua uniform ya makambi. Na huyu ana chochote. So mimi natamani niimbe kwa kwaya, lakini uwezo ndio mfanya nikae nje. Mpaka wale ambao kwaya wanaanza kumwongelea vibaya kwa sababu ya hiyo uwezo. Ana mtu mwenye anaweza kumsaidia. Dr. Ellen White anasema hivi: every kind and act done to them in the name of Jesus is accepted by him as if done to himself. We should show kindness to these people. We should show kindness. Unaweza enda ukiona mtu amelemewa, enda ukae na yeye, upiga tu story na yeye. Mtafute tu, utengeneze urafiki na yeye. Unajua shida ambayo tuko nayo sisi Waadventist, tunapoenda kuhubiri, unaangalia huyu mtu je atasaidia kanisa? Huyu mtu je akuna nini? Yeye tunatafuta wale ambao wakuna pesa. Lakini hatuwezi kwa ile nyumba ambao watu wanalala njaa, uende ukae chini na hawa. That is the problem that we have. Kuna wakati wa mama wa Kenya Coast kwa grupu nyingine ya kusaidia wale ambao wajiwezi. Kuna mtu alikuwa ameshikwa, alienda karipoti kwamba baba wake amempiga vibaya. Huyu jamaa alishikwa akapelekwa hapa Kilifi prison. Alikaa Kilifi prison na alibatizwa pale prison. Wakati alibatizwa, watu wa prison walimchukua wakampeleka mpaka kwao nyumbani. Sasa alikuwa amekuwa Adventist. Wakati walienda wakapata mama mzazi wake amechukua hizi tanga kama ile naona pale, hizi plastic tanga zingine imekatia katika, so hizo plastic ndio ameshona hivi, ameshona ndio paa. Hizi plastic tanga ambazo zimekatia katika hivi paso ndio akashona na waya, hiyo ndio paa. Na akiingia ndani analia kama analala hivi. Hiyo ndio ilikuwa maisha yake. Na hakuna mwenye alienda na kwake kwa sababu ya ile maisha yake. Watoto wake wameshikwa na hizi ziwe tuaje kwa mkono hivi. Unapowatembea tu hivi, hakuna mwenye anaweza kumsaidia. Mzee wa mtaa atajui mahali mama anaishi. Mama anasema kukula hata kwa siku moja ni Mwenyezi Mungu. Anatamani hata siku moja pale tutakula kule. Katika hiyo hali mama alilia, anasema Mungu wangu, naomba nisikufe kwa hii nyumba. Ndio wakati hao pilgrims walitoka pale wakaenda, wakaona hiyo hali ya huyu mama. Kiongozi wa hiyo prison kuna sina wamama wa Kenya Coast wakamjengea huyu mama nyumba. Wakati mama aliingizwa kwa hiyo mama alilia, sasa mimi naweza ishi kwa nyumba ya mabati. Sikujua kama naweza ishi kwa nyumba ya mabati. Mimi angalia nyumba yake, hii ni nyumba yangu, wapenda, hii ni nyumba yangu, hii ni nyumba yangu. Hakuamini kama anaweza. Katika maisha ametezeka kwa miaka mingi, alitezeka kwa miaka mingi, na anaona mpaka mama analia, ni ukweli nyanya, ni ukweli, hii ni nyumba yangu, ni ukweli, naweza ishi kwa hii nyumba, ni ukweli, umenifanya hivi. Kwa sababu maisha yake, ili maisha aliishi, hakujua kama anaweza kuishi kwa nyumba ya mabati. Tulienda na hao mama. Tulienda na mama wao wa Kenya Coast kumkabidhi mama hiyo nyumba. Mama alipotoka kalia, akasema Johnny, hapa naomba mjenge kanisa. Hii shamba nimewapatia, naomba tu mjenge kanisa. Hii shamba, alitoa shamba ili kanisa la Mungu ijenge pale. Kuna Sabbath school pale ilijengwa.
Na wakati tulikuwa hapo, chief alikuja kwa sababu watu wachanga pesa, tulipika. Na watu wakupika, watu wengi walikuja kupika, mpaka chief wanakuja kukula. Kumbe wakati mtu amekuinua ndio unaweza anaendelea kupata urafiki. Wapendwa, wakati tulikuwa tunatoka, chief anauliza kiongozi, mmekuja kwa territory yangu, amwezi niacha hivi, mpaka mnipatie 500. Ama chief auone kazi ambayo tumefanya. Bali ushukuru mama ambaye alikuwa analala chini sasa kwa nyumba. Wewe pia unataka upewe 500. Sasa kwa sababu mimi ndio nimeleta nje. Huyu mama mimi ndio nimemleta. Ummeleta aje na analala chini? Ulinzi wako ikoje? Unasema anza katika hiyo hali ya lala chini, mimi nilikuwa namleta. Nataka atapewe shilingi 500. Brethren, there are some souls who are perishing. Me wakati niongea about the 40, I'm feeling, because my father was one of them. Our family was one of them. Katika hiyo hali, opendwa, ninapoongea juu ya the 40, watu maskini, au watu hawana say, they do not say in the village. Katika hiyo hali, na watu wakati nilikuwa bado nasoma, yaani naona nyumba ya mamangu ya nyasi imelala, imeanguka tu hivi, ukuta imelala. Ukiwa ndani ya nyumba hivi unaona mpaka nyota usiku. Tunatumia moon tukiwa tunakula ndani. Mvua ikinyesha tunakanyaga ndani matope ndani ya nyumba, na kuna urafiki, hatuna marafiki. Babangu akienda mali, kama wanaenda kumazishi, babangu anaomba koti, anapewa koti. Kuna anapoomba koti ni kwa sababu babangu ni mfupi, anapewa koti nyingine kubwa hivi, so akitembea hivi mkono inaenda hivi, na kakua mpaka saa zingine anakuja hivi, alafu anafunga na kamba. Anawaambia na watu, wewe utaishi katika maisha ya umaskini mpaka lini? Katika hiyo hali mpaka namwambia wewe mpaka ndugu yake anamwambia hii soda, anamwambia soda wacha nimalize, alafu hii wewe ulabe tu chupa. Yaani mtu anasei aishimiwi kwa sababu anapitia hayo shida, anasomesha watoto wake. Hakuna mtu mwenye ulipo unaweza ona alikuja kwetu kwa sababu nyumba yetu hiyo imeanguka chini, nyasi ndio imelala, ukuta imeanguka. Katika hiyo hali ya umaskini, babangu wanatulibaki, hatuna marafiki. Unapoenda kwa mtu angekuwa tu hivi anataka kufukuze, ni kama umeenda kuomba chakula. So when I'm talking about the 40, I know how these people are feeling. They need somebody to help them. Wanahitaji mtu awashike mkono, amuonyeshe tu upendo. Kama hata kama katika hii hali yako, katika mateso unapitia, katika unyonge, kuna mtu bado anakupenda. Uende upate tumaini, kama hata kama unaumia, lakini Yesu bado anakupenda na kuacha. Lakini anapoingia kanisani, anapoingia kanisani aone upendo kwa Wakristo. Anapoingia kanisani, at least Wakristo wanaenda kumsalimia. At least Mkristo anaweza kukaa karibu na yeye, anaweza kumfungulia Biblia, anaweza cheka na yeye. Anatamani aone mtu anamcheka na yeye ndani ya kanisa. Lakini kila ambacho anaona wadosi wakisalimiana, anaona washiriki wakisalimiana wao wadosi, anaacha na watu maskini kwa sababu ana chochote. Anarudi akiwa anahuzunika. Nilienda kanisani nikiwa nataka kupata amani, lakini mpaka ndani ya kanisa kuna ubaguzi. Mpaka ndani ya kanisa anasema kuna ubaguzi. God is calling you, brother, tuende tukasaidia watu. Ndipo
Yesu anasema kitabu cha Mathayo 23:25-31. Anasema atagawanya watu kwa vikundi viwili, mwingine katika mkono wa kulia, mwingine katika mkono wa kushoto. Na atamwambia mwenye mkono wake wa kushoto, kama nyinyi nilikuwa na njaa, amkunilisha. Hebu soma Mathayo 25:25-31. Hiyo ni Mathayo 25:31. Hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele yake, naye atawachukua kama vile mchungaji awachukuavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, ni ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Amen. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula, nalikuwa na kiu, mkaninywesha, nalikuwa mgeni, mkanikaribisha, nalikuwa uchi, mkanivika, nalikuwa mgonjwa, mkaja mkanitazama, nalikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvisha? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akawaambia, amin nawaambia, kadri mliomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlimtendea mimi. Ulimtendea Yesu Kristo. Naomba uache tu hapo. Anasema wakati nilikuwa na njaa, wakati nilikuwa na kufa njaa, ulinilisha. Wapendwa, unapopatia mtu chakula, siku unapata unalisha Yesu Kristo. Wakati unashow unamuonyesha mtu upendo, unaonyesha Yesu Kristo. Wakati ulimsaidia mtu na nguo, ulimpatia Yesu Kristo. Wapendwa, hatujui chochote. Yesu anasema kwamba hawa ni wale ambao wakati nilikuwa na njaa wakanipatia chakula. Kuna wale ambao wako na nguo imejaa kwa sanduku na jirani yake anatembea uchi. Yani, I don't understand the church of God. Yani uko na nguo unabadilisha, asubuhi jioni unavaa, na jirani yako ana nguo, na akikuja na nguo moja Sabato mbili unaanza kuongea. Nguo umejaa kwa sanduku. Ujui zingine unapelekwa mpaka zingine zimekuwa fupi. Zingine zilikula na panya, ujui zilikula lini. Umezijaza kwa nyumba, zimejaa, na mwenzako ana nguo, anatembea uchi, ako na nguo moja, na akivaa nguo moja siku mbili unaanza kumsengenya. Nini hiyo tunamukua kwa kiroho? Masengenyo imejaa ndani ya kanisa. Tuna sali alikuja na ile nguo na ile moja moja. Hata hiyo unajua wakati siku tunaenda kumtembelea hata alikuwa na hiyo nguo. Na kuna ulimpatia nguo akakataa kuvaa. Ulienda ukampatia nguo na akakataa kuvaa. Na ndio mwacha aishi kwa sababu hiyo ndio hali yake. Kuna wengine
wametoka kwa kanisa kwa sababu ya masengenyo. Wengine wakikupatia chakula, wamekuja tu, wamefanya shopping, amefanya shopping amekuletea rafiki yangu, naomba Mungu ameleta, amenibariki, chukua chakula ukule, asante. Akitoka pale anaanza kwa nilimpeleka unga, unajua mama nilipeleka chakula. Kila mtu katika kijiji anataka mpaka ajue kama ulimsaidia. Wako ndani ya kanisa, unaenda kutembelea mtu, umeamua Mungu kuna ukafanya shopping, wacha niende nitembelee, niende muone. Unapoenda kumuona, umepeleka chakula, the whole kijiji unajua kama ulienda kumuona. Kanisa yote unajua kama ulienda ukapelekea chakula. Ndio shida tuko nayo. Kuna wakati niambia wanakwaya, tusijifanye. Tunaenda tunatembeleana unako watu. Alafu unapoenda unapewa hizi jerrycan, hizi 20 liters ukalie. Unaketi, alafu ukitoka pale ile nyumba inakaaje? Ile umeona na kumbe tunanyumba tumepewa mpaka jerrycan tunakalia. Ili hata huo mashindo kwa nini? Yaani mdomo mpaka huyu akisikia kama ni kwaya ataacha kwaya. Kwa sababu umekuja kuchunguza nyumba yake. Umekuja kutoa uchi yake nje. So ilibidi anaposikia mnakuja aende aombe hata viti. Kwa sababu ukikalia, ukipewa nini ukalie, utaenda ukimsema. So anataka afunike hiyo aibu, aende aombe viti ili mkalie. Kwa sababu ni wale afadhali tusiende kuwatembelea kuliko uende kwa mtu. Unapoenda sasa unarudi unaanza kutoa nyumba yake, uchi ya nyumba yake. Haya, utaona hata uliona ile kitanda yake vile inakaa. Ile kitu mama analalia. Na akiwa kanisani, ako smart, anaimba, lakini anashindwa kutengeneza nyumba yake. Na mwenye nangani mshiriki mwenzako. Unajua hata ile nguo alivaa ile siku tuliletea. Ngoja mimi nilipatia ile nguo. Unajua mwache basi tembee uchi. Wapendwa, Biblia inasema kwa mkono ikisaidia, wacha mkono mwingine isijue. Si lazima wewe utangaze kama ulimsaidia. Wacha wewe na Mungu wako ajue kama ulimsaidia. Unajua kanisa la Mwenyezi Mungu amekubariki. Hakuna siku Mungu atashuka kutoka mbinguni akuja bariki huyu mjane. Hakuna siku Mungu anashuka kuja bariki huyu maskini. Ni Mungu amekubariki ili wewe ubariki mwingine. Yani we create a burden. Wengine wakisikia wanakuja kunitembelea. Hiyo siku sitakuwa. Si kama hatakuwa. Ni ile anaogopa. Ukikuja hivi, mtatoa uchi yake nje. Sijui mdomo tulipewa mdomo. Wapenda hii mdomo tulipewa ya kuhubiri, ya kumsaidia watu. Yesu anasema, kwa maana nilikuwa na njaa mkanilisha, nilikuwa uchi ukanivika, maana nilikuwa gerezani mkanitembelea. Ndio hadi Yesu anatuili washiriki, watumishi wa Mungu, tuende tutembelee wale wajiwezi, tuende tuwapatie tumaini kwamba Yesu anawapenda. Na tunapoenda, kila ambacho utakuta naye kwa nyumba yake uache. Unajua nilikuwa naambia washiriki mali ilikuwa ukiona kama kwenda kwa mtu
Uwezi nyamaza kwa kila mtu umeona pale, afadhali usiende. Afadhali usiende. Mimi natamani ninapopita kwako, unapopita kwa kanisa, unapokuja, isiwe mzimu ya kwenda kutafuta viti watakati wapi. Kama uko na gunia, waweke chini wakae kwa gunia. Mbigi ndio kitu uko nacho ili wakuombee, Mungu akubariki. Hii ndio shida tuko nayo mpaka siku ya leo. Kuna wengine ukiwalea kwa makambi, waende kwa makambi, ukija kwa makambi, wanakataa kwa sababu watalala, watapewa nini ya kulala chini. Lakini wanawe ile makambi inaenda ikoje? Je, wanapotuma kizigo wataenda mbio. Lakini wanapotuma mahali iko chini, anasema nitakuwa busy. Wanachagua mahali wanatumwa. Hawajui ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Hawajui ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Yaani mpaka unatumwa, si ukumi umetumwa kanisani, lakini unapoangalia hiyo sura ya kanisa, hiyo kanisa iko chini. Unasema siwezi enda pale, najua nitalala chini. Na Mungu ndiye amekutuma uende uokoe hiyo kanisa. Uende upeleke neno. Lakini tunaangalia hiyo kanisa ikoje? Maana tunaangalia jina lako. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mungu amekuita kutangaza injili ya Yesu Kristo. Mungu ametangaza. Hata sasa wengine wanapopelekwa dini zingine wanakataa. Wengine wanapokuwa kukataa. Wanaangalia hivi ikoje? Hiyo kanisa ikoje? Je, watu wa hiyo kanisa wako na uwezo? Je, ninapoenda kwa hiyo kanisa nitalala wanaenda kwa guest house? That's the problem. Ni mtu anakuja kama mimi, silale kwa mtu, mimi nataka nilale kwa guest house. Na kwa aina hakuna hata guest house. Unataka kulala kwa ile kitanda ambao ukilala hivi uwezi enda chini. Uchange, unaenda kuchange weather, na kwa hazina hizo vitu. Mungu anatuita. Wapenda tukubali hiyo maisha. So Mathayo 9 verse 36. Matthew 9 verse 36. Na alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. 37 mpaka 38. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Watendakazi ni wachache, mavuno ni mengi. Ni kwamba tunapoenda kuvuna, tunaangalia tutatoka na nini. Tunapoenda kuvuna, tuelekee nitatoka na nini pale. Kuna mahali nilikuwa kwa makambi. Naomba mtumishi, hii usitume, inaweza kuleta shida kule ofisini. Lord God change us. May the Lord God change us. Kama tunakuwa tunafanya kazi ya Mungu ili tupewe pesa, then the church of God will not go ahead.
Ni kama kanisa sisi kwa pile wa they preach about utoaji. Toa ndio ubarikiwe. Utoa ndio ubarikiwe. Hii ndio maneno ya kanisa hili pili. Toa. Hata kama hauna pesa, utanyonywa toa. Na mwenye ujue ulilala njaa usiku.